Utekelezaji wa mradi wa upanuzi na uboreshaji wa chanzo cha maji safi cha Coffee Curing unatarajiwa kuongeza uzalishaji wa maji katika manispaa ya Moshi kutoka mita za ujazo 750 hadi 3840 kwa siku, hatua inayolenga kupunguza upungufu wa maji na kuboresha huduma kwa maelfu ya wakazi. Mradi huo unaotekelezwa na Mamlaka Maji Safi na Usafi wa Mazingira Moshi MUWASA kwa gharama ya zaidi ya shilingi milioni 646 unalenga kuhudumia wakazi wapatao 12283 wa kata za Kaloleni, Njoro na Miembeni ambazo zimekuwa zikikabiliwa na changamoto ya upatikanaji wa maji safi na salama. Akizungumza leo Julai 2 mwaka 2026 wakati wa uwekaji wa jiwe la msingi la mradi huo, mkurugenzi mtendaji wa MUWASA Mhandisi Kija Limbe amesema manispaa ya Moshi inahitaji mita za ujazo 72246 za maji kwa siku, lakini kwa sasa ina upungufu wa mita za ujazo 17593. Ili kukabiliana na changamoto ya upungufu wa maji kwa kutumia wataalamu wa ndani, MUWASA iliamua kuanza kutekeleza mradi wa upanuzi wa chanzo cha Coffee Curing mnamo tarehe 25 Mei 2026 na unatarajiwa kukamilika tarehe 30 Juni 2027. Chanzo hiki kinatarajiwa kuongeza kiasi cha maji yanayozalishwa kwa siku kutoka mita za ujazo 750 hadi 3840 kwa siku. Mradi huu unatekelezwa kwa awamu mbili. Lengo la kutekeleza mradi huu ni kuboresha hali ya upatikanaji wa huduma ya maji safi na salama katika maeneo ya manispaa ya Moshi, hasa katika kata ya Kaloleni, Njoro na Miembeni zenye jumla ya wakazi wapatao 42283. Gharama ya mradi huu hadi kukamilika kwake utagharimu kiasi cha shilingi milioni 646,197,482, ambapo kwa awamu ya kwanza kiasi cha shilingi milioni 70,37,850 na kwa awamu ya pili kiasi cha shilingi milioni 576,59,632. Kiongozi wa mbio za Mwenge wa Uhuru kitaifa 2026 Wazo Michael Mang'onda ameipongeza MUWASA kwa mradi huu akisema utaongeza upatikanaji wa maji kwa wananchi wengi na kusaidia kupunguza maji yanayopotea kutoka kwenye chanzo hicho. Amesema bado kuna kazi chache za ukarabati zinazopaswa kukamilishwa, ikiwemo kufunga bomba kubwa litakalowezesha maji yanayomwagika kuelekezwa kwa wananchi badala ya kupotea. Tunashukuru MUWASA ambao wametekeleza maelekezo ya Mheshimiwa Rais kwenye kukarabati chanzo hiki cha maji. Na kuna baadhi bado hawajamalizia, na tuwaombe MUWASA kuweza kumalizia ukarabati ule pale, ambapo maji yanatoka mengi sana. Wananchi watakiwa wapate maji kama maelekezo ya Mheshimiwa Rais yalivyo, lakini ameniahidi mkurugenzi kwamba mwaka wa fedha ndio unaanza jana. Kwa hiyo mara baada ya mwaka fedha kuingia, basi watakuja kukarabati hapa na kuweka bomba kubwa, maji ambayo yanamwagika pale chini sasa yataelekea kwa wananchi. Na tayari maji yameshategwa vizuri, bado tukufunga mabomba ili maji yaelekee kwa wananchi. Mang'onda pia ameagiza eneo la chanzo hicho lililopo kata ya Mawenzi kujengewa uzio kwa ajili ya kulinda miundombinu na kuhakikisha usalama wa chanzo cha maji, akisema uongozi wa MUWASA umeahidi kukamilisha kazi hiyo ndani ya mwezi mmoja. Lakini pia tunaomba hapa, tumeongea na mkurugenzi wa mamlaka ya maji MUWASA kwamba hapa pawekewe uzio kwa ajili ya usalama wa chanzo hiki cha maji ili tuweze kukitunza, lakini pia kuhakikisha usalama wa maji yetu ambayo yanakwenda kutumia wananchi wetu. Na ameniahidi hapa baada ya mwezi mmoja uzio utakuwa umeweka, lakini pia ulinzi utaimarishwa vizuri. Awali mkuu wa wilaya Moshi Godfrey Mzava alisema mafanikio makubwa ya mradi huo ni kubuniwa na kusanifiwa na wataalamu wa ndani wa MUWASA, hatua aliyoeleza kuwa inaonyesha uwezo wa wataalamu wa Tanzania katika utekelezaji miradi ya kimkakati bila kutegemea wataalamu kutoka nje. Ambapo mamlaka yetu ya maji na usafi wa mazingira wa MUWASA inafanya uboreshaji wa chanzo hiki cha maji ili kuongeza uzalishaji wa maji ambayo yanakwenda kutumiwa na wananchi. Pale awali ni kueleza namna ambavyo tunaendelea kusogeza huduma hizi, lakini pia mradi huu umesanifiwa na wataalamu wetu wa ndani. Hatujatoa wataalamu kutoka nje ya mamlaka yetu ya maji na usafi wa mazingira. Kwa hiyo ni jambo lenyewe kubwa ambalo tunatumia wataalamu wetu wa ndani katika kuendelea kuboresha huduma hizi.
Mkazi wa kata Kaloleni Magdalena Mwenuka amesema kukamilika kwa mradi huo kutapunguza adha ya ukosefu wa maji ambayo mara chache imekuwa ikiwagharimu kutumia fedha nyingi kununua huduma hiyo. Nikiripoti kutoka hapa mkoani Kilimanjaro, mimi ni Jesse Tunuka wa Mwananchi Digital.